Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko, sura ya 4 aya ya 21 hadi aya ya 25. Yesu aliwaambia wafuasi wake, mwaonaje? Taa huja ili kuwekwa chini ya pishi au mvunguni? Si kuwekwa juu ya kiango? Kwa maana hakuna neno lililositirika ila makusudi lije likadhihirika, wala hakuna lililofichwa ila makusudi lije likatokea wazi. Mtu akiwa na masikio ya kusikilia na asikie. Akawaambia, angalieni msikialo. Kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa, na tena mtazidishiwa. Kwa maana mwenye kitu atapewa, naye asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Neno la Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, karibu katika tafakari ya somo la Injili siku ya Alhamisi tarehe 29 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Katika somo la Injili ya leo, Yesu anatoa mfano wa taa, akiweka bayana kuwa hakuna awashaye taa na kuificha uvunguni, bali huiweka juu ya kiango ili iangaze. Wapendwa, sisi tunapobatizwa katika kanisa Katoliki huwa kuna kipengele cha kukabidhiwa mshumaa. Padre au shemasi anayebatiza hutamka maneno haya: pokea mwanga wa Kristo. Ninyi wazazi na msimamizi, mmepewa mwanga wa Kristo mpate kuulinda. Mumsaidie mtoto wenu atembee daima kama mtoto wa nuru, adumu katika imani, na hivyo mwisho huko mbinguni mtoto huyu pamoja na watakatifu wote aweze kumlaki Bwana. Lengo la kukabidhiwa mshumaa ule ni kwamba tuuangaze na tuwe mashahidi wa imani kwa ulimwengu wote, ili kupitia sisi tuliobatizwa wengine wauone mwanga halisi, yaani wamwone Yesu Kristo mwenyewe. Yesu ni nuru yetu, kama yeye mwenyewe anavyosema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe. Tunasoma hayo katika Injili ya Yohane sura ya 8 aya ya 12. Sehemu hii ya Injili inatualika kutambua mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kila mbatizwa awe nuru inayoangaza. Imani yetu inalinganishwa na taa. Kwa njia ya imani tuliyoipokea kama zawadi, tunaalikwa kuubadilisha ulimwengu tunamoishi kutoka katika mienendo isiyofaa na kufanya yale yanayokubalika, yaliyo mapenzi ya Mungu. Kupitia sisi watu wengine wavutike kumfuata Yesu kwa sababu ya kuishi kikamilifu imani tuliyoipokea. Tuwe nuru inayoangaza, nuru itakayokuwa sababu ya baraka kwa wengine. Jambo la pili, tunaalikwa tuwatendee wenzetu yaliyo mema na kuwa tayari kutoa msamaha kwa wenzetu wanaotukosea. Yesu anatuambia kuwa tutasamehewa kulingana na vile tunavyowasamehe waliotukosea, kwani hata sisi tunapenda Mungu atusamehe. Ametoa fundisho hili kwa maneno haya: kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa, na tena mtazidishiwa. Ndugu zangu, hatuwezi kutarajia Mungu awe mwema kwetu ikiwa sisi si wema kwa wengine, hasa wale wanaotukosea.
Ndugu zangu, wengi wetu tumekwisha wahi kuwasababishia watu maumivu makali ya maisha kwa kujua au kwa kutokujua, na wengine tumesababishiwa maumivu makali ya maisha, tumeumizwa kiasi cha kuwekewa majeraha makubwa katika nafsi zetu na kuwekewa kumbukumbu mbaya sana ya mateso katika maisha. Madhara yake sasa, matendo hayo tuliyotendewa yanaathiri hali yetu nzima, yaani namna yetu ya kufikiri, namna yetu ya kuhusiana katika familia na katika jamii tunamoishi, namna yetu ya kuona mambo na namna yetu ya kutenda mambo, na hata tumediriki kuweka viapo vya kutosamehe wale waliotukosea. Viapo hivyo huambatana na maneno makali. Mathalani, mtu anasema, nikimsamehe mpuzi yule mniite mbwa. Yesu anatuambia leo katika somo la Injili, angalieni msikialo, kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa, na tena mtazidishiwa. Maana yake tukumbuke hata sisi ni wakosefu, hayo ambayo hatupo tayari kutoa msamaha kwa wenzetu. Hata sisi Mungu hata tusamehe pale tutakapohitaji huruma yake dhidi ya dhambi tunazozitenda. Lakini pia tusisahau ukweli huu kwamba hata sisi wenyewe kuna matendo ambayo tumejitendea na tukajisababishia maumivu makali sana katika maisha, tukajitesa wenyewe. Tunakosa uhuru wa mwili na roho pale tunapokuwa katika mateso mbalimbali. Tunaingia katika magonjwa ya kimwili, kiroho na kiakili. Magonjwa haya tiba yake ni toba na msamaha. Kwa yale ambayo ndugu zetu wametukosea, tuwe tayari kuwasamehe, na kwa yale ambayo tumewakosea ndugu zetu, tuwaombe msamaha wao na Mungu wetu katika sakramenti ya kitubio. Wapendwa, kusamehe ni afya, kusamehe ni utu, kusamehe ni ungwana, kusamehe ni upendo, kusamehe ni ukomavu. Ukisamehe unajiweka huru, unajiponya mwenyewe, unajitakia mema. Pia kusamehe ni kujipenda. Hasara ya kutosamehe ni kubwa sana kwa anayetakiwa kusamehe kuliko kwa yule ambaye anatakiwa kusamehewa. Jambo la tatu, tunafundishwa uwajibikaji wa kiroho na kutumia neema za kimungu kwa faida. Mtu anayetumia vyema imani na neema za kimungu hupokea zaidi, wakati yule asiyetumia karama hizo hupoteza uwezo wa maisha ya kiroho. Ndiyo maana Yesu anasema, kwa maana mwenye kitu atapewa, na asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Kanisa linatufundisha kuwa neema za Mungu zinatakiwa kutumika na kukua. Kujishughulisha na ukuaji wa kiroho hupelekea upotevu wake. Kutumia neema humfanya mtu akose hata kile alichoanza nacho, yaani kupoteza wokovu na uhusiano na Mungu. Neema ya Mungu ni ya kutendewa kazi na si ya kuwekwa tu. Tumwombe Mwenyezi Mungu tujaliwe kuwa mwanga kwa watu wengine, ili wote waweze kumjua Mungu, wampende, wamtumikie, na mwisho yeye mwenyewe atustahilishe kufika katika ufalme wake huko mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.